miaka yote. Ali, umetizama mechi na Simba ameshindwa kupata bao lolote, imeisha kwa suluhu 0-0. Kwako binafsi umeitizama Simba namna gani? Pengine wengine walilinganisha na ile ambayo imepata mabao matatu kule Eswatini. Kikubwa ambacho nimeona ambacho mwalimu amekitumia katika mechi ya leo ni kucheza objective football, kwa maana ya kucheza mpira kwa malengo ya msingi ya mpira. Mechi hizi ni kama mnavyojua ni mechi za hatua ya mtoano kwenda kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo unaona kabisa hata approach ambayo aliingia nayo, kwa sababu kuna wakati fulani ndio ulikuwa unaona, kwa mfano hata kipindi cha kwanza ulikuwa unaona mbona matumizi ya energy kwa wachezaji, zile movement mbona ni ndogo sana, lakini unaona kabisa kwamba unaona mwalimu kama vile approach ambayo aliingia nayo ni approach ya kuhakikisha kwamba as far as wameshashinda mechi ya kwanza goli 3-0, kwa hiyo leo wasitumie sana energy. Kwa hiyo ndio akawa anacheza kama vile slow, kwa sababu hata ushambuliaji uliona kwa mfano kipindi cha kwanza hata last line, yani kwenye usafi ya ulinzi kwa mfano yani unapokuwa unashambulia ulikuwa unaona walinzi wa timu pinzani 4 wako peke yao, yani hakuna madhara kabisa. Hata kusema labda Simba wapige counter attack, hakuna mshambuliaji. Kibu ndio alikuwa yuko pale mbele, lakini sio anakwenda kusimama labda na mtu wa mwisho. Kwa hiyo unaona kabisa approach ambayo mwalimu alikuwa akaitumia ni approach ya kuhakikisha wanatumia energy kidogo, nguvu kidogo, kwa sababu wameshavuka, walishapata ushindi katika mechi ile ya kwanza. Kwa hiyo ndio approach ambayo nafikiri mwalimu aliyotumia, na nafikiri mmoja kati ya kitu ambacho alichokifanya mwalimu ni kuangalia ratiba ya ligi, kama hivi ambavyo walizungumza Simba ratiba yao walionayo, kwamba wakimaliza hapa mechi hii hapa hawatakuwa na mapumziko, watasafiri kwenda kucheza na TRA Tabora, na Sport watasafiri kesho, alafu baada ya kucheza mechi na Tabora watarejea Dar es Salaam, baada ya siku 2 watakutana na Azam, baada ya mechi na Azam watakutana na JKT pale Meja Samuel. Kwa hiyo nafikiri ni miongoni mwa vitu ambavyo vilivyopelekea mwalimu kuingia na approach hii ya kutokutumia energy, yaani kucheza soft football, yani kutokutumia energy ili kureserve energy kwa ajili ya mechi zinazofuata. Pia licha ya kwamba ni objective football, lakini kwa binafsi unaona imetoka nje ya malengo, kwa sababu pia walikuwa wanatafuta bao lakini pia wamelikosa. Kwa sababu kutafuta bao of course hiyo ni kawaida, ni kweli wametengeneza nafasi, of course concentration ndio. Kwa mfano kama kipindi cha pili baada ya kubadilisha kufanya mabadiliko, alifanya mabadiliko kidogo, akaenda kuweka striker pale, standing striker, aende akasimama nani yule alikuwa akawa ameenda kusimama pale kwamba standing akaenda pale kwenda kusimama kama standing striker, kwa sababu kipindi cha kwanza ilikuwa hakuna striking style of play, ilikuwa ni kama vile wote ni midfielders, yani mpira wote ulikuwa unachezwa katikati, kwa sababu hata kusema counter attack hakukuwa na mshambuliaji ambaye alikuwa anafungua kwenda mbele kwenye counter attack. Unaona kipindi cha pili akaingia na approach hiyo, kwa sababu angalau hata kupata goli ili kuwa salama. Lakini kikubwa kama nilivyozungumza kwamba malengo ya mechi hii hapa, kwa jinsi ambavyo nilivyomsoma mwalimu ametumia mechi hii hapa, yani wachezaji wasitumie extra energy ili kureserve kwa ajili ya mechi zijazo. Lakini ukitazama squad yao kwa ujumla kuelekea hizo mechi ambazo pengine wanahitaji matokeo zaidi, bado unaona Simba yenyewe. Sasa katika mechi zinazokuja katika maeneo ambayo hata katika mechi hii hapa ndio wameshavuka tayari, mwalimu amefanikiwa kutimiza malengo yake, lakini bado kuna maeneo ambayo yanatakiwa yafanyiwe kazi. Moja kati ya maeneo ambayo yanatakiwa afanyie kazi ni ile, unajua kwenye ulinzi huwa kuna defensive discipline, ile nidhamu ya ulinzi. Unajua kuna pasi ambazo zinazopigwa back pass sio mara moja, sio mara 2, sio mara 3. Hapa katika mechi hii hapa ambazo unaona kabisa kwamba kama ni timu ambayo ingekuwa yani wapinzani wangekuwa wako makini kwenye ushambuliaji, wangeweza kutumia hizo opportunities, kwa sababu kuna makosa mengi sana yamefanywa kwenye safu ya ulinzi kutokana na zile back pass ambazo ni unnecessary, kwa sababu unapopiga back pass lazima uwe na uhakika kwamba unayempa yuko peke yake na unampa pasi mguuni na sio kwenye nafasi. Lakini kuna wakati hadi goalkeeper karudishiwa back pass ambayo unaona na yeye anatake riski, kitu ambacho kwa kweli katika defensive discipline ni moja kati ya maeneo ambayo wanatakiwa wafanyie kazi. Lakini kwenye safu ya ushambuliaji pia na kwenye eneo la kumalizia, kwenye finishing, ni moja kati ya maeneo ambayo pia nafikiri mwalimu anatakiwa afanyie kazi, hasa katika mechi za hatua ya makundi ambapo zote zile ni mechi ngumu zaidi kuliko ni hatua ambayo waliopita. Sekta ya michezo pia umehudumu kwa kipindi kirefu. Tumeingiza timu 4 kwenye hatua ya. Kwa kweli hii ni rekodi. Hii ni rekodi ambayo Tanzania, na ndio sababu moja kati ya kitu ambacho kwa kweli wa Tanzania tunatakiwa tujivunie. Tujivune kwa kipindi hichi, kwa sababu sio kazi rahisi. Hivi tunavyozungumzia katika msimu huu hapa Tanzania tuna uhakika mechi 12 za kimataifa, kwa sababu kila timu kundi 4. Kwa hiyo kuna mechi 3 ambazo zitachezwa nyumbani za kimataifa
kwa Singida Black Stars, kuna mechi 3 kwa Azam, kuna mechi 3 kwa Simba, kuna mechi 3 kwa Yanga. Kwa hiyo tuna mechi 12 za kimataifa. Ni moja kati ya kitu ambacho kweli kwa Watanzania tunatakiwa tujivunie, na tunaona kabisa kwamba tumepiga hatua, kitu ambacho kinathibitisha thamani ya ligi yetu na kuhamasisha pia wachezaji, hasa vijana wa kizazi hichi, kwa sababu kuna wakati hata sisi wachezaji wa zamani huwa ndio kila kitu na wakati wake, lakini unatamani kurejesha umri nyuma, lakini haiwezekani kwa sababu kila kitu na wakati wake. Asante sana. Asante sana.